Ramadan, 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 tuifunge kwa imani, siku chache yaqini ambazo zahesabika, tumche Mola Manani, ndo lengo lake hakika. Ni mwezi wa ihsani na huruma bila shaka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa tukiendelea na programu yetu ya kijana badilika na Sheikh Hob. Alhamdulillah, leo tuko Mlaleo sub county ya Nyali. Maskani yenu itwaje? Mlaleo Ashura. Naam, maskani ya Mlaleo Ashura. Alhamdulillah, tuko na vijana wetu, na kama ninavyo siku zote kwa wingi wa video tulizozitoa baada nyingi zilizotoka kwamba vijana wamekuwa na hamu na hima kila mmoja kutaka kuhudhuria katika vikao vyao na maskani zao. Lakini tuseme ya kwamba tushukuru sana kwa Allah tabarak wa taala kwa kule sisi kupata mwito kutoka kwa vijana. Hii ina maana ya kwamba vijana wana hamu kusikiza, vijana wana hamu ya kuelekezwa, na hii inaonyesha kwamba vijana wako tayari kubadilika. Na nimefurahishwa sana na vijana kwa sampuli hii, kwa kuwa wao wenyewe wako tayari kubadilika, na hivyo huwa ni rahisi. Mtu akiamua mwenyewe kubadilika, basi kubadilika kwake huwa ni rahisi. Ndipo hata Allah tabarak wa taala kasema katika kitabu chake kitukufu, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tabarak wa taala siku zote habadilishi kwa yale yaliyomo kwa watu paka watu waamue kuyabadilisha au kubadilika. Alhamdulillah, tushukuru kwa Allah tabarak wa taala. Lakini nataka kuambia vijana, ndugu zangu wapendwa, ambao kwamba tuko pamoja kwa siku ya leo na wengineo wanaoniangalia kwa kupitia Al-Hajar TV, ni kwamba siku zote ukisimama vilivyo kuelekea kwa Mola wako, na Mola wako atakuelekeza pale pasawa unapotaka. Na siku zote ukisimama kwa upande ambao kwamba sio, na Mola wako basi atakuelekeza upande ambao kwamba sio. Hiyo ndio sheria yetu ya Allah tabaraka wa taala namna ilivyo. Na mfano mzuri huko katika Qur'ani kuhusu hawa vijana. Mwenyezi Mungu asema, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Wao ni vijana waliomwamini Mola wao mlezi na tukawazidishia wao uongofu. Wanazuoni waheshimiwa wasema katika aya hii mashuhuri, kwa umakinifu wenu mlivoketi namna mnavonsikiliza, nami nataka kuyatoa yaliyomo katika moyo wangu kwa kusema ya kwamba awalan jaa al-imanu thumma ziyada min Allah tabaraka wa taala. Kwanza vijana waliamua wao wenyewe kubadilika, waliamua wao kumwamini Allah tabaraka wa taala. Walipoamua kumwamini Allah tabaraka wa taala, basi na Mwenyezi Mungu akaongezea wao uongofu, wakazidi kuwa ni vijana wenye kuongoka na vijana ambao kwamba ni wema. Lakini kinyume chake ni pale Allah tabaraka wa taala aliposema, falamma azaghu azagha Allahu qulubahum. Walipopindukia tu kutoka kwenye haki, na Mwenyezi Mungu akabadilisha nyoyo zao zikao ziko mbali na haki. Kwa hivyo vijana, nimetanguliza kwa utangulizi huu kwa furaha ya kwamba kule kwenu kutuita ina maana ya kwamba vijana wameamua kubadilika, na mtu lazima abadilike kwa sababu asili ya mwanadamu mabadiliko. Hapo ulipo sasa hivi sivyo ulivyokuwa miaka ya nyuma. Wacha kwenye tumbo la mama na kuzaliwa, la mwaka jana na mwaka huu tofauti. Ina maana hata jana na leo tofauti. Ina maana ya kwamba hata leo na kesho tofauti. Sasa mwanadamu ni mtu wa mabadiliko, na saa zote mwanadamu ataka badilike, lakini si kila mabadiliko mabadiliko ya kutoka kwenye ubaya kwenda katika uzuri. Na hususan kwa dunia ya leo, mwisho wa kuisha sisi sote vijana, ulimwengu utakwisha na sote tutaondoka, na hatobakia yoyote katika ulimwengu huu isipokuwa Allah tabaraka wa taala, miliki wa mbingu na ardhi. Kwa kuangalia ardhi itakuwa peupe na mbingu itakuwa peupe. Limanil mulku liyawm
lillahi wahidul kahar. Sasa ndugu zanguni katika imani, lazima sote tufahamu na lazima sote tuelewe ya kwamba duniani twapita, na siku zote fahamu ya kwamba jitayarishe kwenda kwa Mola wako. Utakwenda kwa sampuli gani? Jitayarishe katika hii dunia wakati vipi kwa ajili ya Mola wako, kwa sababu duniani hatukuletwa kwa lingine. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kunifanyia mimi ibada. Lakini angalia, kwa kusikitisha, ibada kwetu zimekuwa chache. Kwa kusikitisha ni kwamba angalia hata kwenye hii saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, utakuta ya kwamba mwanzo Ramadhani ikianza, kwa siku 4, 5, 6 kwa 10 la kwanza mabarobaro tuko msikitini tele. Lakini ikiingia 10 la pili utakuta sote tushapotea, twarudi kule kule. Hii ina maana ya kwamba hatujaelewa malengo yetu ya sisi kuletwa hapa duniani. Hatujaelewa malengo yetu, kwa nini sisi tumeumbwa. Lakini siku zote ukitambua malengo yako uliombiwa na malengo yako ya kufanya jambo, basi ni dalili tosha ya wewe kufaulu kwenye mambo yako. Kwa hivyo nasaha yangu leo vijana ni kwamba tuzidi sisi kufikiria na kuangalia ni yapi malengo aliyotumba nayo Mola wetu. Lakini utakuta masikitiko makubwa katika safu zetu za vijana wetu, na hususan katika mwezi mtukufu Ramadhani. Angalia Mwenyezi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, liswaimi farhatani yafrahuhuma, mwenye kufunga na furaha mbili ufurahi. Furaha ya kwanza inda fitrihi, wakati wa kufungua kwake adhana. Sasa hivi tukifungua adhana utaona vicheko na kufurahi, kila mmoja atakuwa tofurahi, na siku ya Eid kabisa tutafurahi baada ya kushatoka kwenye Ramadhani. Kisha wa inda liqai rabbihi, na wakati wa kukutana na Mola wake. Lakini nataka kuambia vijana, si yoyote atakayefurahi kwa saumu yake pindi atakapokutana na Mola wake. Ni wale ambao kwamba walifahamu saumu wakafunga kisawa sawa. Lakini sisi leo, kwa siku ya leo, utakuta kwenye Ramadhani zetu tuna shida kubwa sana, na shida yenyewe twafunga michana, usiku hatufungi, na kuna wengine hata michana hawafungi. Kwa hivyo nataka kuambia vijana, saumu zetu ziwe ni saumu za mchana na usiku. Leo sisi twafunga michana, lakini utakuta jioni kuna vijana bangi wavuta vile vile, kuna vijana mgokaa wala vile vile, kuna vijana wafanya machafu vile vile. Lakini nasema yote hayo tujalie ni wakati yashapitwa na wakati. Sasa hivi tumeamua kubadilika, na Mwenyezi Mungu atubadilishe. Mwenyezi Mungu awabariki vijana, na tuko pamoja na nyinyi inshallah. Tutazidi kuambiana yaliyo ya sawa, na Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Tumefurahi sana kukutana na nyinyi, na Mwenyezi Mungu aweke katika mizani hasanati zenu kwa kila jema ambalo kwamba mtakalolifanya, innahu waliyudhalika walqadir alayhi. Ndugu mtazamaji, futari ya leo na kufungua kwetu mwadhini siku ya leo vile vile imesimamiwa na ndugu yetu aliyoko Amerika. Mwenyezi Mungu amhifadhi, Mwenyezi Mungu ambariki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Alhamdulillah, tushukuru bila kupoteza muda, naona ni wakati wa kufuturu. Tumshukuru Sheikh wetu Sheikh Obo kwa ujio wake. Allah ndio atakayemlipa inshallah, na tuweni pamoja na yeye kila pahali ambapo wataenda ili tufuturu na yeye. Wajazakallahu khair fi mizani ahsan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa kadhalika wale walo na imani, ukithirisha sadaka uwapa walioduni, nao wakafarijika. Ramadhan, 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 tuifunge kwa imani, afungae kwa imani akitaraji thawabu, humsamehe manani, ambize kwenye kitabu. Fadhila za Ramadhani nyingi huwezi hisabu, asiache muumini akiwa hana sababu.
swala za sunna yaqini ulipwa kama wajibu, za faradhi tambueni mara mbili hesabu. Ramadhan, 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 tuifunge kwa imani, shime na tujipindeni kwenye hii Ramadhani, kwa matini Qur'ani tafusiri tusomeni, tusikilize mashehe watuambiayo ya dini, tahajudi tarawehe usiku tusimameni, Mola tatusamehe atuingize peponi, kesho tukasi